Yes, ni soka letu ndio ambayo tunaanza nayo kupitia Azam Sports 1 HD na ili nonga. Kwa upande wa soka letu tuanze na heka za usajili ambazo zinaendelea, na usiku hapo jana kwa wanayanga walikuwa wakisherehekea birthday ya president wao Engineer Hersi Said. Kwa hiyo akasema kuna zawadi ya birthday itatolewa baadaye, pia akamtagi tajiri, bwana tajiri kasema anatoa zawadi kubwa sana. Sasa kuna mambo mawili, ni Master Key ama Gilimogisha hii yapita mapema jana. Kuna watu walianza hii imeshindikana, haiwezekani, hii imekufa, haiwezekani, lakini baadaye ikawa yapita Shalulile. Nimependa Yanga kwa sababu tunazungumzia Yanga hapa. Nimependa the way saizi ambavyo wanaendelea kwenye ile eneo la usajili, lakini ukiachana eneo la usajili ambalo wanaliendea the way taarifa zao ambazo zinazungumziwa kwenye eneo la sisi wachambuzi ama watu wanahabari ama watu ambao tunapenda kwenye nyakati kama hizi kutoa tetesi mbalimbali za usajili, kuzibreak zile news. Kwenye wachezaji wengi wa locals imekuwa ni rahisi sana kupata hizo stories. Wakina Miambo nakumbuka watu wanatambulishwa, kina Eric Mwijaga wanatambulishwa hapa na wachezaji wengine ambao wametoka Mashujaa. Ilikuwa ni rahisi kweli kwetu sisi kupata hizo stories na kutoa hizo utatizi. Utakuta Ali anaibuka anazungumza, anasema kwenye asilimia hizi sio sahihi, lakini baadaye yale majina yanatoka. Lakini kwenye upande wa international imekuwa ngumu kuipata hivyo, na wamefanya hivyo huenda kwa sababu saizi dunia imeenda kwenye eneo la digital. Digital ni biashara kubwa zaidi, kwa hiyo kama unaficha hayo maeneo kwa unapata kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo kwenye kuelekea kwa Peter Shalulile, kama unakumbuka wakati Yanga wanaanza training, nadhani ilikuwa ni siku ya kwanza kama si siku ya pili, aliandika vitu maneno matatu tu ya herufi kubwa, aliandika pale shaha she shi shofa, kaandika shule, aliandika tu shule chini, akaeleza bwana, unajua kitengo cha digital cha media ya Yanga kinafanya vizuri. Wengi wakaanza kutizi Peter Shalulile anakuja, ndio mjadala ukaibuka hapo pale. Kila mtu akawa anatafuta sema kutafuta, lakini jana ndio hiko ambacho kimetimia tulichokizungumzia hapo. Yes kabisa, nikwambia tu mabingwa wa ligi kuu ya NBC Yanga Sports Club wamekamilisha usajili wa aliyekuwa striker wa Mamelodi Sundowns Peter Shalulile. Usajili huo wa kushtusha ulitangazwa jana usiku, ikiwa ni zawadi ya kumbukizi ya siku ya kuzaliwa ya rais wa Yanga Engineer Hersi Said. Shalulile ni miongoni mwa mastaa wakubwa wa soka Afrika, akiwa ameweka rekodi kadhaa, ikiwemo kufunga magoli zaidi ya 160 akiwa na Mamelodi Sundowns na kutoa tuzo ya mfungaji bora wa ligi kuu ya nchini Afrika ya Kusini PSL mara 3. Huyu ni Peter Shalulile kama ambavyo namuona kwenye picha hapo akiwa amejiunga na klabu ya Young Africans. Peter anakuja, kuna jambo la umri, miaka 32 inazungumzwa sana, lakini mara baada ya kumalizana na klabu ya Mamelodi alikuwa ni free agent, anakuja kujiunga na klabu ya Young Africans. Kwa nini ni usajili wa kushtua? Kwa nini ni usajili ambao umepokelewa kwa mikono miwili na kwa ukubwa, licha ya kwamba kuna hiyo challenge inaonekana ni kama anamaliza? Ukitazama kwenye umri wa miaka 32, kama tutajipa muda wa kuresearch kidogo, ndio umri ambao washambuliaji wengi ambao wapo kwenye peak hivi sasa barani Afrika wanayo. Even Fisto Mayele kama utamgusa kwenye hiyo age, anakaribia kwenye age ya miaka 32. Tunamzungumzia mtu kama Mabululu ambaye ameamua kurejea nyumbani, ndio hizo umri ambao wanao hapo. Lakini kwa Peter, kwangu umri just a number. Kwenye umri wa miaka 32 bado kwenye ligi zetu za Afrika, huyu unampa zaidi ya misimu 5, unaweza akadeliver ama akakupa kitu. Na ukitazama hata CV yake huko ambapo ametoka, ndio maana wengi imekuja hiyo line ya usajili wa kushtukiza, kwa sababu kwenye umri wa miaka 32 kwenye CV kubwa ambayo amejenga, sio kwa Mamelodi tu, kwenye ligi ya Afrika Kusini ndio top scorer wa kihistoria kwenye ligi ya Afrika Kusini, kwa anategemea vilabu vikubwa Alex of Pyramids, Ahali na vilabu vingine ambavyo akina Ahali Tripoli kwenye hiyo levels, akina Kaizer. Yani mimi sitaki kuamini kwamba kwenye ligi nzima ya Afrika Kusini kwa toa Mamelodi, uzungumzia Kaizer, utazungumzia na vilabu vingine ambavyo vipo kwenye ligi ya Afrika ya Kusini, kwamba walikuwa wana interest na Peter Shalulile. Jibu inaweza kuwa ni uongo ambao inawezekana tukazungumza hapa tukamaliza hata siku 3 siku 4. Kwa hiyo ni usajili wa kishtukiza ambayo nyuma yake kuna vitu vikubwa ambavyo utavizungumza. Inawezekana mwalimu mpya kwenye bench la Yanga ambaye amekuja hapo, ambaye sio kufanya naye kazi kwenye kikosi cha Mamelodi, ndio faida hii ambayo pia unaipata kwa walimu wenye CV kubwa wanakuja, wenye maono makubwa wanakuja, ndio rahisi unaweza kupata nyota wakubwa ambao wao inawezekana watu wa Yanga wangezungumza
kwa lugha ndefu zaidi kwenye mazungumzo ya duara kwa muda mrefu zaidi, lakini inawezekana kwa mwalimu, kwa benchi la ufundi imekuwa rahisi kwa sababu mtu ambaye anamjua, na project ya Yanga kama unaiweka mezani unajua inauza, kwa sababu ni timu ambayo imechukua ubingwa mara 5 mfululizo, ni timu ambayo imedominate kwenye ligi ya ndani, lakini kwenye soka la Afrika kama utachukua tu msimu uliopita wametoka kwenye hatua ya makundi, lakini kwenye mchezo wa mwisho kabisa ambao walikuwa wanategemea matokeo ya Ahli yawe tofauti na wao wakiwa kwenye mchezo wao wanacheza pale nyumbani, lakini ukiwarudisha nyuma kwenye mechi kadhaa ambazo wamecheza unaona ni timu ambayo ina progress, ni timu ambayo inaenda zaidi, ni timu ambayo inafanya mambo yake ikipiga hatua zaidi. Kwa hiyo kwa mtu kama Peter, kwa umri ambao amekuwa nao, inawezekana amecheza kwa muda mrefu Mamelodi, inawezekana mwalimu akamwambia bwana, unakuja kwenye ligi ambayo inakuwa ni ligi namba 6 kwa ubora barani Afrika, ni ligi ambayo unaweza kuwa unacheza bila pressure zaidi, watu waweze kudemand vitu vikubwa zaidi kuliko ambapo ungeamua kuanzia sehemu ambapo ameanzia huko. Kwenye concern ya umri ambayo inazungumzwa sana kwa upande wa Peter, wakati Meddie Kagere anajiunga na Simba akitokea Gor Mahia, alikuwa na umri wa miaka 31. Na nakumbuka Meddie mpaka anaondoka tagi ambayo walikuwa wanampiga ni tagi ya umri. Lakini Meddie Kagere msimu wake wa kwanza na wa pili aliweka rekodi, ilikuwa goli 21 kwa 22. Ni numbers ambazo zilikaa pale na hakuna striker mwingine ambaye alikuja kwa misimu miwili akapiga hizo numbers. Kwa Peter tutegemee kitu kama ambacho kilitokea kwa Meddie Kagere, alikuja hapa na umri wa miaka 31, ameacha alama kubwa sana. The same pia kwa Peter, kabla kuja kutazama profile yake na numbers ambazo kafanya huko nyuma. Nategemea inaweza kawa ni zaidi ya hivyo kwenye makadirio, kwa sababu inawezekana makadirio mimi yananipa na hiki ambacho nakizungumza ni kilevel ligi ambayo Peter amecheza, japo msimu uliopita kuwa na msimu huo bora akiwa na Mamelodi. Kwa sababu ya injuries, kuna wachezaji ambao tayari washaanza vizuri, mabadiliko ya kwenye benchi la ufundi la Mamelodi. Kwa hiyo kwa mwalimu imekuwa ni rahisi sana kumshawishi kuja, inawezekana anaanza kwenye eneo la fresh. Kwa hiyo nikitazama uzoefu ambao amekuwa nao kwenye ligi ya Afrika Kusini, uzoefu ambao ameupata barani Afrika vis-a-vis kwenye ligi ambao anakuja hivi sasa, tumezungumza hapa, nadhani ndio ukweli ambao unaweza kuwa ni mchungu zaidi. Ligi yetu ina dominance ya timu, ilikuwa ni timu 3 tu. Sasa hivi ndio Singida unaona wanakuja, TRA unaona kwenye msimu uliopita kupata sare dhidi ya Simba, kupata sare dhidi ya Yanga, kufunga Azam, imekuwa big story, imekuwa story kubwa kweli. Kwa hiyo kuna timu nyingi sana zinakuwa ni timu za pili dhidi ya hawa hizi timu kubwa ama vigogo hawa Kariakoo. Kwa hiyo namuona Peter kwenye eneo hilo inawezekana akawa ni mfaidika mkubwa ambao hapo tunaweza tukamuona akashine ama akafunga zaidi kwa sababu kwa kile ambacho amekipata, kwa sababu kama unaenda kwenye mechi kuna hiyo fear factor, kwa sababu naamini huyu Peter ambaye sisi tunamzungumzia hapa, naamini vilabu vyote ambavyo viko against na Yanga ama ni mpinzani wa Yanga ndio the same story yao iko hivyo. Kwa hiyo na ukichukua kwenye scenarios timu nyingi zinakuwa ni timu za pili kucheza dhidi ya timu kubwa. Kwa namuona ni mtu ambaye kwa uzoefu aliokuwa nao kwenye ligi ambayo anakuja, ukikompare viwanja ambavyo mara nyingi atavitumia akiwa hapa nyumbani, namuona ni mtu ambaye anakuja sehemu ya utulivu na anaweza akashine kwenye eneo hilo. Na msimu hivi unakuwa ni msimu juzi Yanga anacheza robo ile, anacheza na Mamelodi. Moja kati ya eneo ambalo pia Dickson Job walijipatia sifa kwenye ile game ni pamoja na namna ambavyo waliweza kudeal na Peter Shalulile. Ilikuwa ni moja kati ya game ambayo ilikuwa ya viwango vyake, na kwa upande wa safu ya ulinzi ya Yanga wakiwa chini ya kocha Miguel Gamondi, discipline ilikuwa kubwa sana kwa sababu walikuwa wanajua profile ya wachezaji ambao wanakwenda kucheza nayo. Na kwa upande wa Dickson Job pamoja na Baka kwenye ile game, tuliona Shalulile akiwa quiet kidogo kwenye ile mechi, lakini sasa hizo wanaenda kuwa ni teammates. Na kwa ligi yetu ya hapa nyumbani Tanzania, hii ni quality nyingine ambayo pia tunaiongeza. Inawezekana labda Haji Peter yule labda wa miaka 6 au 5 nyuma wakati anajiunga na Mamelodi, lakini kuna quality ambayo tunaamini atakuja kuiongeza. Tutazame kwa upande wa Peter Shalulile kwenye takwimu zake, akiwa yupo na klabu ya Mamelodi Sundowns tangu mwaka 2020. Idadi ya michezo ambayo Peter amecheza ni michezo 228, akiwa amefunga magoli 107 pamoja na asisti 27. Hizi ni takwimu zake ambayo akiwa na Mamelodi. Lakini kwa upande wa ligi ya mabingwa kwa maana ya CAF Champions League, kwenye CAF Champions League kacheza jumla michezo 55, amefunga magoli 20 na ametoa assist 4, mchango wa magoli 24 katika michezo 55. Hizi ni takwimu zake kwenye club level. Tutazame
contribution yake kwa ujumla kwa kipindi cha miaka 6. Hii ni kwa upande wa Champions League ambako Mamelodi huko amechukua na Pito amechukua mara moja Champions League, lakini pia walichukua ubingwa wa African Football League. Yes, ile kwa mara ya kwanza inaanzishwa ile. Na pia alikuwa sehemu. Kwa hiyo kwenye continental level haya ndio mafanikio na numbers tumeziona. Ni mtu ambaye anakuja akiwa na CV kubwa kweli kweli, na ndipo hapa nadhani mjadala wetu wengi tunajikita eneo hilo, yani kwenye ile ambalo eneo yupo. Peter alikuwa ana ofa nyingi kweli kweli mezani zinakuja hapa, na zilikuwa zina option nyingi za kuweza kuchagua. Kwa hiyo ni CV nyingine kubwa ambayo imekuja kwenye soka letu, kwa maana ya kwenye soka la Tanzania. Kuja tu ataambukiza vitu vingi sana kwenye eneo la ushambuliaji la klabu ya Yanga, lakini pia kwenye eneo la Yanga nzima, lakini kwenye eneo la branding nzima ya Yanga. Leo hii nchini Afrika Kusini kwenye media mbalimbali kwenye digital areas, wengi sasa hivi wanazungumzia Yanga kwenye muktadha mwingine, kwa sababu sio kila timu ambayo inaweza kumshawishi mtu mwenye quality kama hii ambayo Peter amekuwa nayo na kuweza kuja kwenye kikosi cha Yanga. Ndio maana hata usajili wake nadhani ulichukua almost kama siku moja siku mbili, wengi ndio zikawa kuna stories nyingi kazi zinazungumzwa hapo. Ni kwa sababu ya ukubwa huu ambao wameonyesha hapa week in week out, kwa tunamuona kwenye michuano mikubwa hapa barani Afrika, lakini pia alijizolewa maarufu mkubwa sana hapa nchini kwa sababu ya Mamelodi ambayo ilikuwa inafanya vizuri kuanzia kwenye soka la nyumbani, lakini pia kwenye soka la Afrika. Kwa hiyo kuja hapa ni CV kubwa ambayo mpaka so far kwenye hili dirisha la usajili mpaka ambavyo tuko hivi sasa, kama unalinganisha wachezaji ambao wamekuja wakiwa wameset bars kubwa, wakiwa wanakuja na CV kubwa, ni Peter kwenye eneo hili, kwa sababu ni mtu ambaye anafuatilia mpira, ni rahisi kumzungumzia kwa sababu amekuwa anamuona mara nyingi anakuja hapa kwenye soka letu la nyumbani, na sio kuja tu hapa kwenye majukwaa makubwa ambayo tunaamini ndio pedigree ya soka letu barani Afrika, kwa maana ya CAF Champions League. Peter tunamuona anacheza, na sio kwenye msimu mmoja ama msimu miwili, misimu mingi kuliko tunamuona hapo. Kwa hiyo imekuwa ni habari kweli ya kushtua kutokana na CV yake ambayo amekuwa nayo. Kwa hiyo kuja kwenye timu yenye levels kama Yanga itakuwa iwasaidii tu Yanga wenyewe kwenye kimbinu, lakini kwenye eneo la branding Yanga inakuwa kwenye eneo kubwa kweli hivi sasa. Inawezekana zamani kwenye hii michuano ya klabu bingwa barani Afrika, hatua za awali kwenye hatua ya makundi, inawezekana makocha wengi dhidi ya hizi timu zetu wanakuja kucheza nazo, hata mwalimu akiwa anaichambua timu, namuona mwalimu anaichambua timu as a group, bwana, na kucheza na Yanga na kucheza na Simba, hawa wana home advantage. Lakini hivi sasa inawezekana kwenye mwalimu wa timu pinzani akaanza kutajia mchezaji mmoja kwa namna ya kudili na Okelo na kudili na Maxi na kudili na Peter, kuna Pakome na kudili na benchi la ufundi la Yanga ambalo liko pale, kwa sababu hata kocha kati anatambulishwa, kuna makocha wakubwa kwelikweli kwenye comments za mwalimu wakati anakuja kwenye hii timu. Kwa hiyo unaona kwenye eneo la branding imeshoot kwenye levels. Yanga wameshoot. Kwa hiyo unategemea hata kwenye malengo na the way wapinzani wanavyotazama Yanga itakuwa iko tofauti kabisa, kwa sababu ya hiki ambacho wamekifanya hapa kwa Peter. Yes, Peter Shalulile ni raia wa Namibia. Na kuna nyakati ambazo nakumbuka katika finali za AFCON wakati yupo na Coast Namibia, ikawa nasema sometimes unaweza ukawa una kipaji kikubwa sana lakini mipango ya Mungu unaweza usio umezaliwa kwenye taifa sahihi kutokana na talent ambayo unakuwa nayo, na hii tumeshuhudia pia. Hata kuna nyakati ambazo Zlatan Ibrahimovic ilikuwa inazungumzwa hivyo kwamba kina Ryan Giggs, unajua zile Ryan Giggs na kina Craig Bellamy kwa kina Gareth Bale. Kwa hiyo upande wa Peter bwana, yeye ni raia wa Namibia. Na tukizama pia kwa upande wa achievement zake, kwa maana kwenye numbers, akiwa na coach ya timu ya taifa ya Namibia amecheza michezo 53 akiwa amefunga magoli 19, lakini pia akiwa na assist 2. Huu ndio mchango wake kwa upande wa timu ya taifa ya Namibia, na ili nonga inawezekana kwenye talent za eneo la safu ya ushambuliaji kusini mwa jangwa la Sahara kwa miaka hivi karibuni. Hii ilikuwa ni moja kati ya talent ya tofauti sana. Sio mchezo na sio kawaida. Hilo taifa ambalo wanalizungumzia, taifa la Namibia, kwenye eneo la levels kwenye timu za taifa, inawezekana tukazungumza kwa muda mrefu sana kuweza kumtaja nyota mmoja ambaye anatokea kwenye eneo hilo, hasa kwenye eneo la mbele la kushambulia. Lakini kwa Peter amejipambanua hivyo tangu akiwa kwenye ligi ya Afrika Kusini kwenye national team, kama timu inakucheza kwenye michuano ile ya AFCON. Ulikuwa unaona hata cameras, mtu ambaye ni target man ambaye anatajwa alikuwa anaonyeshwa ni Peter Shalulile. Kwa hiyo ni mtu ambaye amebeba timu yake ya taifa, amebeba taswira ya soka la Namibia, ndio hilo ambalo huwa anatembea nalo tangu ambapo yupo kwenye ligi ya Afrika Kusini, then hivi sasa anapata hiyo transfer ya kuja hapa nchini. Kwa hiyo
hakika Namibia wamebarikiwa kwelikweli kuwa na mtu kama Peter kwenye eneo la kushambulia, ambao sasa hivi unajiuliza kama Peter kwenye umri huu ambao baadaye kwenye miaka 4-5 ataondoka, unajiuliza Namibia watatoka na nani, kwa sababu eneo la ulinzi wanaye, lakini eneo la mwisho ambalo kwenye mpira ndio tumezoea mtu ambaye anafunga zaidi ndio mtu ambaye tunaamini anabeba national team. Ili Nonga, kwa mtazamaji anayetazama muda huu, unamwaminishaje kwamba hawataishi nje ya matarajio kama kwa Skudu Makudu Bela? Hapo kuna expectations, watu wanasubiri. Tumetaja hapa namba za Peter, tumeona the same kwa Skudu, tulikuwa tunaona ule ufundi wake, lakini ni story za mtindo ule mchezaji mwingine ambaye anakuja anaonekana kuwa na umri mkubwa. Na ninakuuliza hili swali kwa sababu kwani Skudu kafanya vibaya Yanga shehe? Kuna kuishi nje ya matarajio. Yani kuna ile timu kupata, alafu kuna ile kuona uziada kutoka kwa mchezaji. Ndio maana nimesema tumetazama vitu vingi kwa mtazamaji, kwa faida. Sasa hapa wewe unakaa kama mtaalamu wategemea zaidi ya kile ambacho alikiishi kwa Skudu. Ina kushawishi kutegemea zaidi ambacho Peter amekifanya akiwa na Mamelodi kwa muda mrefu ambao amecheza, umaarufu ambao amejitengea hapo, na reasons zinaeleweka kwa nini kwenye msimu uliopita kufanya vizuri. Tunazungumza injuries wakati anakuja, bench la timu limebadilika. Mamelodi walipitia kwenye eneo hilo kubadilisha timu, lakini wale ambao wamekuja walikuwa wanafanya vizuri zaidi, na ulikuwa unamuona ni mchezaji ambaye amekaa kwa muda mrefu, ulikuwa unamuona anahitaji fresh air aweze kutoka hapo, na ukibeba CV yake kama ambavyo ilivyo, ukija kwenye ligi yetu, ukija kwenye matazamio ya timu zetu ambavyo zinacheza, ukija the way Yanga ambavyo wanafanya, namuona Peter anaweza akawa ni msaada mkubwa zaidi kwenye kikosi cha Yanga, mtu ambaye amekuwa mfungaji wa kihistoria kwenye ligi ya Afrika Kusini, mtu ambaye ameshakuwa top scorer kwenye ligi ya Afrika Kusini. Naamini kwa aina ya ligi yetu jinsi ambavyo ilivyo na hiyo quality kubwa zaidi ya wachezaji bora kwa hapa, lakini kwa Peter the way ambacho amekifanya, the way ambavyo ameachieve, naamini sehemu ambayo anaanzia itakuwa ni sahihi zaidi, na kitu kizuri zaidi mwalimu ambaye amemleta. Naamini Yanga amefanya hizo jitihada, GSM amefanya hizo jitihada, Health, kamati ya usajili zote zimefanya jitihada, lakini naamini bench la ufundi la kocha mpya wa Yanga nadhani ilikuwa ni karata muhimu zaidi kuweza kuja kwa mtu huyo, kwa ni mtu ambaye anamfahamu, lakini pia kwenye eneo la mbele ambalo Yanga the way ambavyo wanacheza, viungo ambavyo wamekuwa nao, wanatengeneza zaidi mabao. Kwa namuona Peter akiwa ni sehemu sahihi sana kwenye eneo hili, namuona atakuwa msaada mkubwa sana kwenye eneo la Yanga hapa domestically pamoja na kwenye international. Namuona ni mtu sahihi zaidi kwenye eneo la ufungaji na atawalipa kwa. Na atawalipa. Huyo ni Idi Nonga akituweka wazi ya kwamba matarajio kwa wanayanga kwa Peter Shalulile wamuhesabu kwamba ataleta kitu kikubwa zaidi ndani ya kikosi hicho, na usajili wa Peter Shalulile unakuwa ni usajili wa 9 au mchezaji mpya wa 9 ambaye ametangazwa rasmi kujiunga na klabu ya Young Africans kuelekea katika msimu mpya wa mashindano 2026 2027, na hii ni mara baada ya kuwa wachezaji wengine wamekwisha tangazwa na orodha kamili ya wachezaji ambao wametangazwa na Young Africans mpaka hivi sasa. Tunaanza na mwenyewe Peter Shalulile ambaye so far unaweza kusema anaweza kawa ndo kafunika usajili mpaka hivi sasa, lakini pia yupo Hussein Zokwan ambaye pia yupo ndani ya kikosi, Alberti Kangwanda, Sheikh Ibrahim Tule, Eric Bujage, Mohamed Musa, Abdul Nasir Mohamed, Hussein Mihambo pamoja na Juma Isa Abushir Chuga. Hawa ndio wachezaji 9 ambao wamejiunga na klabu ya Young Africans mpaka hivi sasa waliotangazwa. Tunaambiwa kuna mwingine tena naamini kwenye jambo lao lile na jambo lao tarehe 2 kuna surprise inaweza ikatajwa. Bana, hao ni wachezaji kama ambavyo unaona kwenye TV yako, ni wachezaji 9 ambao wamejiunga na klabu ya Young Africans. Idi Nonga, tukitazama inawezekana kwa kuna muonekano wa tofauti wa Young Africans kutokana na haya maingizo. At the same time benchi la ufundi ni jipya, inawezekana kwa kuna muonekano wa tofauti kabisa. Na tegemea hivyo kwa sababu kama unawafuatilia viongozi wengi wa Yanga ambacho wanakizungumza, kwanza wameadmit kwenye msimu uliopita ulikuwa ni msimu mgumu kweli kwao kwenye levels za sajili mbalimbali ambazo wamezileta kwenye timu, iliwabidi wachezaji wengi wale ambao wamecheza kwa muda mrefu waliendelea kucheza kwenye eneo hilo. Tunakumbuka kwenye eneo la mabeki kuna watu waliletwa pale, lakini ulikuwa unamuona Bakali alikuwa anarejea kwenye kikosi, Dickson Job akaumia, Asinki akawa added kwenye eneo hilo, lakini pia Ibrahim Baka kuna muda ulikuwa unamuona
kama alikuwa anapanda na shuka, lakini ulikuwa unamtazama mtu ambaye amekuja kwenye hilo eneo anaweza kawa msaada. Ilikuwa jibu ni no. Kwa hiyo ulikuwa unamuona Baka alikuwa anacheza kwa muda mrefu zaidi kwenye maeneo ya pembeni, eneo la kushoto. Boka pamoja na Mohamed Hussein Zimbwe ndio eneo kama utalizungumzia kwenye ubora zaidi kwenye eneo la ulinzi, utahitaji eneo hilo na kwenye upande huo wa kushoto. Eneo la goalkeeping bado Djigui Diarra amekuwa kwenye eneo hilo, amekuwa untouchable. Kuna watu wanaingia hapo lakini hawagusi. Kwenye eneo la kulia umemwona mpaka taarifa ambazo ziko hivi sasa ni Kibwana Shomari ameongeza mkataba mpya, yuko pale. Yao bado yupo. Taarifa za Mwenda kila mtu anazungumza ambacho anakizungumza, lakini ni maeneo ambayo kama yamedeliver kwenye msimu uliopita, ni maeneo hayo ambayo utataja. Kwenye eneo la midfield kama sehemu ambayo wali-add kuondoka tangu ameondoka Khalid Aucho, ulikuwa unaona kulikuwa kuna mtu anahitajika aje kwenye hilo cooperate. Mohamed ambaye alikuwepo kutoka kwenye akiwa kwa mkopo kutoka klabu ya Singida Black Stars, ni mchezaji mzuri, lakini kuna muda Mohamed Damaro kuna muda alikuwa unamuona sometimes mwalimu alikuwa akikaa nje, inawezekana kuna sababu alikuwa anazifanya, ilikuwa kwa sababu ya Damaro the way ambavyo alikuwa anacheza, alikuwa yuko hash kweli. Kuna mechi ambazo unakuwa unamhitaji kwa dakika 90 lakini mwalimu alikuwa ampi hiyo. Ndio maana unamuona kuna sometimes Max ana operate kwenye ile eneo, Juko Gabu anacheza hapo, Mudathiri sometimes unamuona kwenye eneo la juu anacheza. Kwa hiyo wachezaji wa muda mrefu wa Yanga alikuwa anacheza kwenye hayo maeneo, lakini too bad Pacome kwa msimu huu hawatakuwa naye, kwa hiyo unategemea kuna imekadiriwa mpaka Novemba. Yes. Ulikuwa unaona kuna mtu abidi aingie hapo kwenye eneo lake kule, na kwenye eneo ambalo kama uko unataja Yanga wanafanya vizuri zaidi kwenye eneo la juu ilikuwa ni master brain ya Pacome Zouzoua. Kwa hiyo unamuona wachezaji hawa ambao wanasajiliwa hapa, kuna mchezaji ambaye anatokea kwenye eneo la kiungo, eneo ambalo Pacome alikuwa anacheza, kwa hiyo yuko hapo. Eneo la mwisho, taarifa ya Dube kuondoka, ulikuwa unasubiri reaction ya Yanga watafanya nini sokoni, ndio hii ambayo imekuja hapa ya kumchukua Peter Shalulile kuja kukava eneo ambalo ameondoka Prince Dube. Kwa hiyo Alani Okero unamwona tayari ameshakuja ameshadeliver hiyo. Kwa hiyo ukiingiza viungo wengine ambao wanakuja hapa, unamtegemea akina Eric Mujago amekuja hapo, unamtegemea na benchi zima, benchi jipa la ufundi limekuja hapo, unamtegemea mwalimu ameongezewa ubora kwenye eneo kikosi chake. Kwa hiyo tutamuona the way ambao wataingia. Kuna eneo ambalo uligusa kuhusiana na eneo la kiungo. Yes, ni eneo ambalo kidogo kama lilikuwa lina mokshe, lakini tukitazama kwenye sajili hizi ambazo zimetangazwa mpaka hivi sasa, unaweza kaona eneo la safu ya ushambuliaji ndilo eneo ambalo lina namba kubwa zaidi ya wachezaji ambao wameingia, na kama hapa Mtozi anaweza katuonyesha tena ile orodha. Ukiiona unaona pale kuna wachezaji ambao wanafika takriban 5 kama sio 6 ambao ni eneo tena, hata kama sio 7 unaweza kaongeza pia ni takriban wachezaji 7. Yes. Kutazama hiyo orodha ukiangalia kwenye hiyo orodha unaenda Mohamed Musa ndio eneo la ulinzi, ndio pamoja na Abdul Nasir Mohamed. Yes, wale walinzi hao wengine wote wanacheza juu safu ya ushambuliaji wachezaji 7. Yule nani alitoka Tabora yule TRA za Mwanengo yupo, Ima Mwanengo yupo kwenye timu pia. Kwa una muadi Depu hapo kwenye eneo la kushambulia. Hussein Zokoan naye pia ni mshambuliaji yupo hapo. Yes, kwa hiyo zote una waadi kwenye hilo eneo. Eliki tunasahau pale winga. Yes, ni winga, lakini ndo saizi kinachuga ndio maeneo ya ushambuliaji yote ambayo unaingizia hapo. Kwa hiyo unaona ni eneo ambalo unasubiri kumwona mwalimu anaweza kufanya nini, lakini kuna watu kama tayari kuna maji na mafuta ameshaanza kujitenga. Na mimi Peter anakuja anasema nikija mimi nataka nicheze hapa. Yani hata kama sijatrend kwa muda mrefu nakuja kuna nini, ana CV na mbeba tayari kichwani kwa kwenye timu kikosi cha kwanza. Kwa mwalimu unamwona tayari amesha opti Peter, lazima utamwona atapewa minutes za kucheza. Kwa hiyo unategemea wakina Depu waambukizwe huo ubora wa Peter, hawa kina Mwanengo waambukizwe huo ubora wa Peter, na wachezaji wengine ambao wanacheza kwenye eneo la ushambuliaji waambukizwe huo ubora ambao wamekuwa nao Young Africans. Yes bwana, hawa ni wachezaji ambao wamejiunga na klabu ya Young Africans, mabingwa watetezi hawa wa ligi kuu ya NBC kwa misimu 5 mfululizo, wakiwa wameanza kujipanga kwa ajili ya msimu ujao. Unajua shauku ni kubwa sana ya wanayanga kutaka kuiona timu yao chini ya kocha mpya. Sawa bwana, chini ya kocha mpya Mangoba Mkristo, tuone atakuwa na kitu gani cha tofauti. Kwa nataka jina hilo kocha mpya nani? Mangoba.
Kwa ile ng'aa ile wewe umeachana nayo. Ufafanuzi ulishatoka. Kama ile ng'aa aiji wewe piga mangoba. Sawa kaka. Usije kanani afu ukaomba sabu hapa wewe tena kuongea ulimi umecheza. Kuna nichezea wanamuita Maki tu wamemaliza. Unapita. Unaona Abisai Steven Junior naye pia alikuja na kifupisho chake hapa. Acha bwana. Yeye anasemaje? Kila mtu ana mtindo. Kuna kifupi chake alikipiga hapa. Kila mtu na mtindo wake. Mama wewe sema tu kocha mpya wa Yanga ama kocha wa Yanga. Kocha mpya wa Yanga. Anakuelewa. Yes bana, hiyo imekaa hivyo, orodha hiyo tumeweza kuiona. Nikumbushe tu ya kwamba hii ni Viwanjani, natazama live kupitia Azam Sports 1 HD. Mimi ni Ibrahim Kasuga, lakini pia nipo na Idi Nonga. Kwa sasa tumkaribishe master sawa bwana Ayubu Injo naye pia aweze kujumuika pamoja nasi. Injo, karibu mzigoni. Vipi tukupakie kifalme au? Sawa, karibu sana. Upo tayari kutangaza goli la Peter Shashaman? Shashaman. Hapo inategemea kapigaje, kama Erling Haaland zile za hivi au kwenye mtindo wa tofauti. Bwana ana mtindo wake wa kunani ule wa kushangilia ule. Bwana unazungumziaje kwanza ukiwa kama sehemu ya makomiteta wa Azam? Kwanza ilikuwa ni furaha kwa kiasi gani kuona hapa, zungumzie mapenzi. Unajua kuna muda unatamani umtangaze mchezaji kama kwenye World Cup utangaze goli la Messi, goli la Ronaldo, Mbappe au Erling Haaland. Peter pia anakuja. Kwanza unaweza kumzungumziaje, lakini pia kwa kuwa unategemea kumuona anaweza kawa na msimu wa aina gani, msimu wake wa kwanza Tanzania? Nafikiri ni moja ya wachezaji ambao wakati wapo Sundowns ulikuwa unatamani hasa kwa upande wangu kufanya mechi za Sundowns kwa namna ambavyo wamekuwa wakicheza. Zipo nyingi na nyingi nimeshuhudia pia nimezifanya akiwa amescore. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye si mgeni kwa upande wangu, lakini kubwa zaidi katika soka la Tanzania namna ambavyo kuna mabadiliko kwa kiasi kikubwa hasa kwa misimu miwili ya hapa karibuni. Tumekuwa kioo cha kuvutia sehemu ambazo ilionekana kuwa ngumu kwa kiasi kikubwa sana wachezaji wake kusogea kwenye soka la Tanzania. Nguvu kubwa ambayo tumeitumia hivi sasa kutoa wachezaji kutoka Afrika Magharibi ambao kwa kiasi kikubwa tunafahamu soka lao linatazama zaidi katika pande za Ulaya, kwenda kutafuta soko upande huo. Sio tu kupata wachezaji ambao wanakwenda kumaliza. Unajua Afrika Magharibi tulikuwa tunabahatika kupata wachezaji ambao wanakuja kumaliza career yao. Lakini cha kuongezea, nilimsikia Arafat Haji anazungumza, anasema kuna kipindi timu zetu kwa tunasajili mchezaji ana miezi 6 hajacheza, mitatu hajacheza, lakini kwa kipindi cha miaka 4 hapa karibuni tumekuwa tukipata wachezaji ambao wanaonekana kuwa ni promising kwenye soka la Afrika Magharibi, kwamba huyu career yake ni ya kwenda Ulaya, lakini anakuja Tanzania. Shifting imeendelea mpaka kwenda kwenye soka la Afrika Kusini hivi sasa kwa wachezaji wa ndani mpaka kwenye mabenchi ya ufundi. Mchukua Rushen Delok karibuni hapa. Rushen Delok kina Maema, Depu unakuja na ukanda ule wa kusini. Sasa hivi tunakwenda kupata mchezaji ambaye pasina shaka kila mmoja anatamani kumuona, yani kwamba analeta kitu gani. Kibiashara tunafahamu soka la Tanzania tunajaribu kutoka kwenye aina fulani ya mpira kusogeza mpira wetu kwenye hatua ya biashara zaidi. Kuwa na mchezaji kama Shalulile manake tayari kuna step unasogea katika eneo lako la kibiashara. Kikubwa ambacho na kitamani kwa hivi sasa ni kuona timu zetu zinakuwa na product. Naona Azam FC wameanza kwa hivi karibuni kuuza jezi namba za wachezaji wao, na kila jezi namba ina thamani yake. Kwa hiyo inawezekana timu zingine pia zikashift kutoka kwenye kuuza jezi za kawaida, yani kwamba unajua kuna mtu anatamani kuvaa jezi namba 10. Sasa ile Argentina wametoa takwimu zao, wanasema jezi ya Messi imeweka rekodi kwenye World Cup. Jezi ilouza sana. Kwa hiyo yani unatamani utengeneze jezi za Shalulile 100 watu uone zitauzikaje. Unatamani utengeneze jezi za Mzize 100. Kwa hiyo tukijaribu kupiga hatua moja, yani tuje tuitazame kibiashara pia. Kwa hiyo kwa mshambuliaji Peter Shalulile
wengi wataanza kubeza takwimu zake za miaka miwili hapa karibuni. Nafikiri majeraha yalikuwa kikwazo kwa kiasi kikubwa, yakamrudisha nyuma, lakini ukiacha na mambo ya nje ya uwanja, je, kitu gani ambacho anakuja kukifanya ndani ya uwanja? Hapo ndipo ambapo nafikiri kuna vitu vingi na maswali mengi ambapo yanasubiriwa. Benchi la ufundi ilivyo bahati kwake, anakwenda kwenye benchi la ufundi ambao linamfahamu kwa kiasi kikubwa sana. Ameshafanya naye kazi zaidi ya misimu mitano kama kocha mkuu, lakini pia kama mtu ambaye anatazama namna gani system ya Sundowns ilikuwa inaenda, kujaribu kutengeneza mifumo sahihi kwa mabenchi ya ufundi hapo kwenye madaraka kwa wakati ule. Kwa hiyo Shalulile inategemea unakwenda kumtumiaje. Tumeshuhudia kwenye mechi kadhaa akisimama kama mshambuliaji pekee, lakini pia kwenye pacha ana uwezo wa kutumika kutoka kuwa kama second striker au kuwa kama lone striker ambaye anafanya movements nyuma ya safu ya ulinzi, kwa sababu ana kasi na uwezo wa mshambuliaji anayesimama. Yani uwezo kusema Shalulile ni kama turudi kidogo Depu. Sio kama Depu. Sio kama Depu, yani ambaye fanyeni mnachokifanya, mimi niko hapa naweza nikasumbua ndani ya box, lakini ni mchezaji ambaye ana uwezo kutoka kushoto, unaweza kumuona kulia, unaweza kumuona nyuma. Ni mchezaji kama uchezaji wa Dube kwamba hayupo, ni dynamic, utamwona ana rotate eneo lote. Na kuna kitu kibaya kwa mabeki, wamekuwa wakikiri sana, hawapendi mshambuliaji ambaye anacheza kwenye mabega yao, kwa sababu muda mwingi anakuweka kwenye shida, yani haujui yuko kushoto, hujui yuko kulia. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa mabeki wanapenda kucheza na mshambuliaji ambaye wanamuona, yani kwamba huyu hapa namuona, mpira ukija na uwezo wa kugusa ule mpira na uwezo wa kucheza. Kwa hiyo nafikiri katika washambuliaji ambao Yanga kwenye hii orodha ambao wako nayo, Shalulile pengine ni mchezaji ambaye anakuja na kitu cha utofauti kidogo na hawa wengine, kwa sababu ya ufundi, kwa maana talent aliyokuwa nayo. Talent yuko nayo, uwezo yuko nao, experience yuko nayo. Kwa ukijaribu kutiki kwenye maboksi mengi utatiki kwamba experience yuko nayo, yani kwenye vitu vingi utatiki, lakini kikubwa ni kusubiri kuona kwenye kipindi cha hapa karibuni kukosekana kwake uwanjani, kitu gani ambacho atakwenda kukiproduce, kwa sababu majeraha yalimweka nje kidogo ya uwanja. Na hilo ndio swali ambalo pia nilimuuliza mapema Idi Nonga. Matarajio kwa Skud pia yalikuwa ni makubwa, lakini watu kupata kwa 100%, walimuenjoy, lakini sio kwa matarajio yale ambayo alikuwa nayo. Kwa upande wa Peter Shalulile, tusubiri tuweze kuona naye kitu gani ambacho anakuja kukiongeza ndani ya kikosi cha Young Africans kuelekea msimu mpya wa mashindano, ambapo tunaamini kuelekea katika mkutano wao mkuu ambao utakuwa unafuata, ambao utakuwa na uchaguzi ndani yake. Tunajua mipango itawekwa wazi, kitu gani hasa ambacho wamekipanga kukiachieve kwa msimu unaofuata wa mashindano.